Kwa kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kutumia nafasi hii kuielekeza kamati ya ushauri wa kisheria mkoa wa Dar es Salaam, kamati za ushauri za kisheria za wilaya kuendelea kushirikiana na serikali katika kuwahudumia wananchi. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na kamati za ushauri na kamati ya ushauri wa kisheria kwa kushirikiana na ofisi yangu ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam zimeonyesha mfano pia mzuri sana wa ushirikiano kwa kutoa huduma hii ya ushauri wa kisheria ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Dar es Salaam, napenda pia kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuunga mkono katika juhudi zenu zote za kuwasaidia Watanzania. Lakini pia napenda pia kwa mara nyingine kumshukuru sana Tawala mkoa wa Dar es Salaam na sekretarieti yote kwa ujumla kwa maandalizi ya tukio hili muhimu ambalo litaleta tiba kubwa ya kisheria kwa wananchi wa mkoa huu. Pia nawashukuru sana kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Niwashukuru sana pia wakuu wa wilaya kwa kuendelea pia kuungana nasi katika masuala haya yote, kwa kuwa wanaohudumiwa ni wale watu ambao tunawaongoza katika vipande vyetu. Nimefarijika sana pia katika hili na niendelee tena kuwatakieni kila laheri katika kutekeleza masuala haya yote. Lakini kama ambavyo tumeambiwa, zoezi hili linaanza leo tarehe 16 na litadumu mpaka tarehe 22 ya mwezi wa pili 2026. Linaanza leo tarehe 16 na litadumu mpaka tarehe 22 Februari 2026. Naomba wote muambizane kwamba sio vizuri watu kuwepo hapa halafu wewe usiwepo na una tatizo. Anakuja Mheshimiwa Rais ndio unasimama na makaratasi yako. Mheshimiwa Rais, mimi nimeonewa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimeonewa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi nimeonewa. Hiyo sio busara. Busara ya kweli, anza kwenye hapa Mnazi Mmoja. Njoo upate huo ushauri hapa. Watakupatia ushauri wa kisheria na watakusaidia bure. Sio busara viongozi wakubwa wanakuja, wewe ndio unasimama, na watu wamepoteza muda kutoka tarehe 16 mpaka tarehe 22. Wamejitoa kwa nguvu kazi, wamejitolea fedha, wamejitolea kila kitu ili waje wakusikilize wewe ambaye unaweza kuwa tatizo kubwa, na wewe hautokei, unavizia kiongozi mkuu amekuja ndio unasema mimi sijasikilizwa. Hiyo itakuwa ni dharau na kwa kweli sio jambo zuri. Kwa naombeni muambizane, tenga muda kako kadogo, njoo ili waweze kusikiliza kwa kile ambacho unacho. Aidha, baada ya kumalizika kwa kliniki hii, migogoro yetu mingi naamini itakuwa imepata suluhisho, na kama sio suluhisho basi migogoro yetu mingi itapata ushauri mzuri zaidi ni ya namna ya kuweza kumaliza. Kwa baada ya kusema haya, sasa nitamka kuwa kamati za ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya zake katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na kliniki hii ya sheria bila malipo zimezinduliwa rasmi. Mungu ibariki Tanzania na Mungu tubariki na wananchi wetu wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza.